Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 11 ya mwezi wa 7 tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Benedikti Abate. Benedikti alizaliwa mnamo mwaka 480 katika mji mdogo wa Nursia uliopo mkoani Umbria nchini Italia. Wakati wa ujana wake alisoma mjini Roma, lakini hakufurahishwa na maisha ya vijana wenzake ambao walikuwa hawajali mambo ya Mungu, na pia hakufurahishwa na utawala wa kimabavu wa mtawala wa Roma wa wakati ule, Mfalme Theodori, ambaye alikuwa mfuasi wa Ario. Akiwa na umri wa miaka 16, aliachilia hayo yote, akajitenga na malimwengu, akaamua kuishi maisha ya ueremita na ukaapweke katika pango kule Subiaco. Baada ya miaka michache, alikuwa katika imani na utakatifu, na miujiza yake pamoja na kipaji chake cha kushauri watu kiroho viliwavuta watu, akapata wafuasi wengi. Hivyo akaamua kuanzisha maisha ya jumuiya, akafungua monasteri 12 kila moja chini ya kiongozi wake. Benedikti alianzisha shule ili kufundisha maadili ya Kikristo kwa vijana na pia kuwaandaa kupata kazi. Alitambua kuwa vijana wengi walipotoka kwa sababu walikuwa hawana msingi bora wa maisha ya Kikristo na pia walikuwa hawana kazi. Alifanikiwa kupata vijana wengi sana katika shule zake, na hata wageni wengi walikuja kumtembelea na kumfadhili kiwanja ili apanue wigo wa elimu. Baba yake mwanafunzi mmoja aliyeitwa Placidus, ambaye ni mwanafunzi katika shule yake, alimpa kiwanja, na baada ya miaka 28 Benedikti alihama kutoka Subiaco akaenda kukaa Monte Cassino mnamo mwaka 529. Alianzisha monasteri kubwa ambayo ilikuwa ni nyumba mama ya shirika la Wabenediktini ya kulea miito na kueneza Ukristo huko Ulaya. Mafanikio haya ndiyo yaliyomfanya aitwe baba wa Ulaya na Papa Pius wa 12, na pia aliitwa msimamizi wa Ulaya mnamo tarehe 24 ya mwezi Oktoba mwaka 1964 na Papa Paulo wa 6. Kinyume na maisha ya kujitenga ya Subiaco, maisha mapya ya jumuiya yalianza huko Monte Cassino katikati ya Roma na Napoli. Benedikti aliandika kanuni ya shirika mnamo mwaka 526 iliyolenga kuinua maisha ya watawa wake kiroho na kimaadili kulingana na mashauri ya Injili. Kwa sababu ya umakini wa kanuni hii na jinsi ilivyozingatia mahitaji ya utume ya wakati, ilikuja kuwa kanuni ya utawa wa wamonaki wa monasteri zote za Ulaya Magharibi. Kanuni hii ilikuwa tofauti na kanuni ya wakaapweke wa Misri kwa sababu ilisisitiza maisha ya jumuiya na utii kwa kiongozi wa jumuiya. Kwa kusisitiza kufanya kazi za mikono ambazo zilionekana na watu kama kazi ya watumwa na kuchukua ardhi iliyoachwa kwa sababu ya vita, watawa wa Benediktini waliipa kazi ya mikono hadhi mpya. Watu kwa kufanya kazi kwa utii watamrudia Mungu waliyemwasi kwa kutokufanya kazi na hivyo kutomtii. Wanapaswa kufanya kazi kwa bidii na jasho kwa ajili ya Mungu katika kazi ya aina yoyote iliyo ya lazima, kwa kuwa neema haipatikani kwa njia ya uvivu. Kazi na sala vinakwenda pamoja. Kazi ya Mungu ni tendo la kutambua uwepo wa Mungu kati ya watu siku nzima.
Ni tendo la imani la kumsifu na kumwabudu Mungu. Sala binafsi ilisaliwa kwa machozi na moyo mnyofu. Watawa waliweka nadhiri ya utii, ufukara, usafi wa moyo na nadhiri ya kukaa monasteri moja bila kuhama. Tofauti na mtindo wa maisha ya ufukara wa Kifransisko, monasteri za Kibenediktini ziliweza kujitegemea na kuwasaidia maskini, wagonjwa na kuwasaidia wageni mahali pa kukaa. Kwa masomo, mafundisho na kusoma maandiko matakatifu, Wabenediktini waliweza kuhifadhi maandishi ya Kigiriki na ya Kirumi wakati wazushi walipoharibu kumbukumbu za kanisa. Maaskofu, maabate, watu mashuhuri na watu wa kawaida walikuja kwa Mtakatifu Benedikti kuomba ushauri wa kiroho na waliguswa na maisha ya jumuiya ya watawa. Alisisitiza kuwa viongozi wa monasteri waoneshe mapendo ya kweli na wasifanye watawa wawaogope. Maskini walimchukulia kuwa baba mwenye huruma. Hata Mfalme Totila wa Wagothi alifurahishwa na kile alichokiona Monte Cassino alipomtembelea Benedikti, hata akaamua kuacha ukatili wake. Benedikti aliaga dunia mnamo tarehe 21 ya mwezi wa 3 mwaka 547 katika kanisa la monasteri, akiwa ameinua mikono yake juu katika sala na baada ya kupokea Ekaristi takatifu mbele ya altare, na kuzikwa pembeni ya kaburi la dada yake Mtakatifu Skolastika katika kanisa la Mtakatifu Yohane Mbatizaji kule Monte Cassino. Ingawa hakuwa padre, lakini shirika lake limetoa baba watakatifu 24, maaskofu zaidi ya 4600 na watakatifu zaidi ya 5000. Licha ya jitihada za kuboresha liturujia na umisionari, shirika lake limetoa mchango mkubwa katika fani za sanaa, sayansi na kilimo. Baba huyu wa utawa wa kimonaki na kanisa la Magharibi ni mwombezi wa watu waliokumbwa na shida za mafuriko na kulishwa sumu. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Benedikti Abate. Sala na kazi ilikuwa kauli mbiu ya Mtakatifu Benedikto. Watakatifu wengine tarehe 11 ya mwezi wa 7: Mtakatifu Raheli, Mtakatifu Eutychus mfiadini wa Misri, watakatifu Marianus na Januari wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Benedikti Abate, utuombee.